Nachokusudia kukiongea kwa dakika chache sana na kwa ufupi ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqna al-insana fi kabad, na hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, ta'arraf ila Allah fi ar-rakhai ya'rifka fi shidda. Allah ndani ya suratul Balad anasema hakika tumemuumba mwanadamu katika shida. Tukifasiri neno kwa neno, laqad khalaqna al-insana fi kabad, kwa hakika tumemuumba mwanadamu katika shida. Si kwamba Allah alipata shida kutuumba sisi, hapana. Allah anasema innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah hana shida katika uumbaji, hapati shida. Hakupata shida katika kuiumba na kuinyanyua mbingu kule ikae bila ya nguzo. Sisi ni viumbe dhaifu sana, na ameyazungumza haya maeneo mengi sana ya Qur'ani, kwamba wanadamu wanajeuri tu. Wapo wanaokanusha ufufuo kwa kuona kwamba itakuwa vigumu kuwafufua, lakini wanashindwa kustaajabu tumewezaje kuziinua mbingu bila ya nguzo. Wako wanaodhania itakuwa vigumu kuwafufua wakati hawajiulizi kwani walitokea wapi. Tulivyowaumba mwanzo bila ya tabu, tutashindwaje kuwarejesha? Mwenyezi Mungu anayazungumza haya. Kwa hivyo aliposema ametuumba sisi katika tabu, si kwamba yeye alipata tabu kwenye kutuumba, hapana. Ametuumba sisi tukizungukwa na tabu katika kila upande. Yaani mwanadamu hakosi tabu, au tabu haimwachi mwanadamu vyovyote utakavyokuwa. Ukiwa maskini una tabu ya kupata riziki, una tabu ya kadha. Ukiwa tajiri una tabu, ukiwa mjinga una tabu, ukiwa msomi una tabu. Yaani binadamu na tabu ni kama vile sisi binadamu tulivyokuwa na pumzi. Pumzi ikikata umekatika. Tabu ni ya kwetu, tuko na tabu, na tabu iko na sisi mpaka tutakapoondoka kwenye mgongo huu wa ardhi. Haitotuacha tabu. Sasa kwa kuwa tuna tabu, huaga tuna makimbilio ya kuziondosha au kuomba ziondoke tabu, kama shekhe wetu alivyotunasihi jana. Miongoni mwa makosa makubwa tulionayo ni pale ambapo Mwenyezi Mungu alituangalia kwa umakini, akatutunza, katubembeleza, katutengenezea mazingira ambayo ni ya kutuweka kwenye hali ya usalama tangu tukiwa tumboni. Mwenyezi Mungu ametujali tangu tukiwa tumboni, lakini kwa bahati mbaya tunapofika duniani tunageuka makafiri. Ametulinda Allah tusidhurike kuanzia tumboni, akatulinda kwamba hatuna uwezo wa kuchukua au kuzuia. Kwa hiyo tunahitaji kula, lakini hatuna uwezo wa kuchukua chakula. Katengeneza mazingira, chakula kinaingia moja kwa moja. Allah amefanya hivyo. Lakini tunapokuja ardhini, tunakuja kufanya mambo ambayo yanaonesha ubudia wetu kwa asiyekuwa yeye. Tuko hivyo binadamu. Kwa hivyo hata katika shida tuko hivyo. Katika shida kuna ambao tunaelekea kwa viumbe, kama Shehe alivyojisemea, unakwenda kwa kiumbe akuondolee shida, ye mwenyewe yuko kwenye shida. Unakwenda kwa mganga akufanyie mambo uwe na maisha safi, wakati ye mwenyewe anaishi kwenye maisha mabaya. Na sasa ninasikia kuna waganga katika kila miji, sijui West Bank kuna mganga ambaye watu humfuata, mtaalamu. Ukipandisha hapo umji juu hapa unaitwaje? Ukienda Deft kuna mtaalamu, ukisogea Bela kuna mtaalamu wake, ukienda sehemu fulani.
Hivyo kuna watu wamejipa sifa hizo. Ukikaa tu kidogo mwenyewe ukatafakari, utaona hawa si wataalamu wa kufuatwa, hawa ni matapeli wanaokuja kula pesa za watu. Basi takupeni mfano, kule ninakoishi mimi Loa, kulikuwa na kipindi Loa ilijulikana kama mji wa kibiashara. Mtu mmoja ana kontina karibia 6, 4 maduka, 2 saluni, au 3 duka, 2 saluni, 1 ya mama ntilie. Yaani mji ulikuwa umetapakaa maduka, ukikunja hivi duka 3 zote za wakimbizi, ukienda. Halafu hawa watu walikuwa wanakwenda kwa waganga, kwa kuwa maduka ni mengi, wameyaweka wao wenyewe maduka mengi. Kwa kuwa maduka ni mengi, walikuwa wanakwenda kwa waganga wapewe chochote kitu cha kuvuta wateja. Sio hivyo? Wewe umeshaweka biashara nyingi, unaona wateja wanakuwa wachache. Kuna mwenzao aliwahi kuwashauri akawaambia, tatizo sio wateja, tatizo ni akili zenu. Wewe una 50,000, huyo ana 50, huyo ana 50. Huyu anataka afungue kontena lake, huyu kontena lake, na huyu la kwake, na nyote nyinyi biashara yenu ni moja, mtauza kitu kimoja. Sasa mngetaka kuona wateja ni wengi, mngezikusanya 50 zenu 3 ikawa 150, mkafungua duka moja kubwa tu, mkaandikishana kwamba biashara hii ni ya kushare, tutagawana faida na hasara sawa sawa. Kwa hivyo wateja 10 ambao wangeweza kujigawanya kwenye kontena 3, wote 10 wangeingia pale na mngeona ni kawaida tu. Lakini kwa sababu mmezifungua kontena 3, wale 10, 3 watakuja huku, 3 waende kule, wengine waende huku, mwingine aone mimi hata sitaki kuja huku, acha niende. Alafu mtakuja kusema ni wachache, lakini si wachache, wote 10 wamenunua ndani ya huu mji mmoja. Sasa kimbembe kilichopo hapa ni kwamba unapoenda kwa mganga kutafuta mteja, yeye mganga mwenyewe ana vijikaratasi pamphlet vya matangazo, anabandika mitaani, mganga mtaani kumwomba akupatie dawa ya kuvutia wateja, ye mwenyewe anabandika matangazo ya kutafuta wateja. Allah alituambia hivi katika suratul Hajj, ya ayuha nasu duriba mathalun fastami'u la, enyi watu kuna mfano umepigwa, hebu sikilizeni. Hivyo hivyo Allah anakuambieni fastami'u lahu, usikilizeni mfano huu. Innal ladhi tad'una min dunillah au innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la, hakika hivi vingine mnavyoviomba kinyume na Allah, hivi havina hata uwezo wa kuumba nzi, hata vyote vingejikusanya. Sasa hivi vyote, kusanya mizimu ya mababu zako, yale masanamu unayoyajuaga, mahirizi na matunguli, majini, sijui na nani, na wale waganga wakubwa wakubwa walioambiwa huyu ndio si mchezo, katoka Sumbawanga. Nasikia kuna ambaye ametoka Bela. Watu wakubwa kiumri, wakubwa kielimu, wakubwa wanakalishwa chini, na ndo tabu hii, wanakalishwa chini. Yaani anaweza akakwambia lamba kiatu chako, umekanyaga mikosi, na mtu analamba. Watu hawa ni wabaya, huwa wanawapatia watu masharti magumu ili moyo wako uchafuke, ushindwe, akwambia ulifeli masharti. Wewe uambie ulambe kiatu, unafikiri mchezo? Ili uone kinyaa, ushindwe, akikuuliza ulikilamba, sema kilikuwa kichafu. Basi umefeli mwenyewe, pesa ashakula na mambo hayajafanikiwa. Allah anakuambia hawa la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu, hawana uwezo wa kuumba hata nzi, hata wangekusanywa wote. Wa in yaslubhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu, na lau ingetokea nzi akenda akawapora kitu kisha akapaa akakimbia, wasingekuwa na uwezo wa kumnyaka yule nzi wamnyang'anye. Hawana uwezo huo. Huoni unaweza ukawa na donda, nzi akatua, ile unapeleka mikono uwe anaruka anakwenda, kisha kuumiza hapo na anakwenda zako. Huna uwezo wa kumfanya chochote. Sasa kuna wanaoabudiwa au wanaotegemewa, mifano yao ni hii. Hawana uwezo wa kumfanya chochote kiumbe, hata nzi hawana.
Ikiwa wanashindwa hata na nzi kumcontrol, wanawezaje kucontrol matatizo yako na shida zako, waziondoshe au wazizuie? Wanawezaje? Allah anamaliza anatuambia dhaufa talibu wal matlub, kuna udhaifu fulani wa huyu muombaji anayekuja kuwaomba hawa, na udhaifu uko wazi kwa wanaoombwa, na hali iko hivyo. Ndugu zangu, tunapokuwa na shida, kunapo pahala pa kurejea. Ukiwa na shida, usimfikirie mganga mtaalamu uliambiwa huyu ndio kiboko. Hakuna utaalamu kwa mtu wa ukiboko wala umamba, hakuna. Yupo. Siku nyingine ukifikiri kuwa na shida, mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Allah ndo mwenye uwezo, utashi, nguvu na maamuzi ya kuondoa shida. Tabu itakuja, mtu atakwambia mimi mpaka visimamo shekhe, sio ndani ya Ramadhani. Mimi maisha yangu yote mpaka visimamo huwa nina swali, lakini misukosuko imezidi tu kuniandama. Sisi tuna kasoro moja. Hivi visimamo, dua nyingi, mtu anasujudu mpaka unazania amekufa, kumbe yuko kwenye dua tu hapo. Huwa tunavifanya tukiwa kwenye shida. Siku Allah akiwa ameyafanya maisha laini laini, mepesi mepesi, mazuri mazuri, vile tunavyotarajia, wakati mwingine hata ibada za faradhi tunazisahau. Hii ndio kusudio la mimi kuzichukua au kuileta aya laqad khalaqna al-insana fi kabad, na kuileta hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda. Jipendekeze kwa Allah ukiwa ndani ya uwepesi wa maisha. Allah atakukumbuka siku ukiingia ndani ya shida. Sasa maadamu sisi tumeumbwa kuzungukwa na shida, na fikra inatuambia kwamba nishaswali sana, funga za sunna ninafunga ili niombe dua, sadaka natoa ili shida Allah niondoshe, lakini shida ziko pale pale. Gogoro si kwamba Allah hasikii. Gogoro ni kwamba tulitakiwa tuzikague nafsi zetu, waga tuna hali gani kwa Allah wakati Allah anatuepesishia maisha. Kabla haujaumwa ulikuwaje kwa Allah, na unapoumwa ukoje kwa Allah? Ulipokuwa na kazi yenye kipato ulikuwa umemweka Allah sehemu gani? Na ilipoyumba baada ya COVID ukafukuzwa au kaambiwa ajira imekwisha, sasa uko nyumbani unakaa, ndo ukoje kwa Allah? Utagundua wengi katika sisi ni wale viumbe ambao kwetu kumkumbuka Allah ni wakati wa misukosuko tu. Wakati wa wepesi wa maisha tunaona kwamba I can explain, yaani si swali, na kama ndo Mwenyezi Mungu atanisimamisha nitamwambia unajua Allah, nilikuwa hivi na hivi. Tunamchukulia Mwenyezi Mungu hivyo. Kuna mji zama hizo Allah alimpeleka nabii. Alipompeleka nabii katika mji huu, nabii huyu akakumbwa na upinzani kweli kweli, akapingwa na kukanushwa, na yeye akaona tabu ya nini hii, akaazimia na kuchukua nia ya kuukimbia mji ule, akauhama. Kitendo kile hakikumfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kitendo cha kwamba ninakupeleka pahala nenda kafanye da'wa, kawaongoze watu, wewe unahisi kwamba ulitakiwa ufanye siku 3 watu wasilimu. Tabu hii pia hata na sisi ambao tunaitwa maimamu, maustadhi na shekhe, Mwenyezi Mungu atuongoze. Kuna watu anakaa hapa na nyinyi ndio mmekaa huku mnamsikiliza,
anataka aongee nusu saa, nyote mwelekee kuwa watu wa peponi. Vinginevyo akipata fursa nyingine ya kuongea, akakukuta jana alipoongea ulikuwa na hali fulani na leo bado una hali ile, anataka aanze kuongea kwa matusi, kana kwamba yeye ameambiwa hotuba yako moja tayari ni hidayah kwa watu wote. Haiwi hivyo. Kilichokuwa juu yetu ni kufikisha, na taufiki ya uongofu tunamwachia Allah awaongoe waja wake. Kwa hivyo nabii huyu alikimbia. Alipokimbia, jambo lile halikumfurahisha Allah, akaichafua hali ya hewa. Nabii huyu anaitwa Yunus ibn Matta. Alikimbia kwa kuingia ndani ya jahazi, kukimbia mji ambao watu wamemkabili kwa i'rab, kumpinga. Mwenyezi Mungu akakasirika, akaichafua bahari. Allah anasemaje? Ilipochafuka bahari, hata baada ya kupunguza mizigo kwenye jahazi, bado hali ikawa mbaya. Mtu kule ndani ya jahazi akasema, kuna hali tu, kuna mtu ambaye atakuwa si mwema humu, inabidi tuangaliane, tuchunguzane. Allah sasa ananukuu tukio, anatuambia fasahama, ikapigwa kura, fakana minal mudhadhin, akawa yeye Yunus ndo alioangukiwa na kura hii. Na watu wanamjua, mbona huyu ni nabii? Akasema hebu turudie tena. Wakarudia kura, piga kura, ikamwangukia yeye. Sema hapana. Mara ya tatu wakapiga kura, ikamwangukia yeye. Nahodha wa meli akasema, mzee, hakuna jinsi hapa, kila kitu kwako wewe, yaani kila tukizungusha inakuangukia wewe, hatuna choice isipokuwa kukutupa kama tulivyotupa mizigo. Akamatwa nabii wa Allah, akatupwa ndani ya maji. Yunus ibn Matta kaangushwa ndani ya maji, anatupwa ndani ya maji, na samaki ikatanua mdomo au kinywa ikammeza. Kwa hivyo akawa ndani ya tumbo la samaki, giza hilo. Kwenye kina cha bahari cheusi, giza lingine. Na usiku ukaingia na kukucha na kuingia na kukucha, akawa kwenye giza la usiku. Alikaa kwenye viza vitatu. Yunus alipotupwa ndani ya maji, akagundua kwamba kuna kosa nilifanya. Akiwa ndani ya lile tumbo la samaki, akamlilia Mwenyezi Mungu. Allah sasa anasema, wa dhannun idh dhahaba mughadiba wa dhanna an lan naqdira alayhi. Nakumbukeni habari ya mtu yule wa samaki Dhannun, ambaye ni Nabii Yunus. Ikumbukeni habari yake pindi alipoukimbia mji kwa hasira, akadhani sisi hatuwezi kumdhibiti. Wa dhanna an lan naqdira alayhi, akadhani hatuwezi kumdhibiti. Tukamwonyesha kwamba tunao uwezo wa kumdhibiti, na tukamdhibiti. Akatupwa ndani ya bahari, akamezwa na samaki. Sasa Allah anasema, fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hapa sasa Nabiullahi Yunus anarejea kwa Allah akiwa kwenye matatizo, anamkumbuka Allah akiwa kwenye matatizo. Sikia Allah alikifanya nini kwa Yunus na kwa nini alikifanya kitu hichi. Allah kwenye sura moja anasema, falaula annahu kana minal musabbihin, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Alipotupwa humu ndani ya ili tumbo la samaki, akajikuta ameingia humu, laiti kabla ya tukio hili la kutupwa asingekuwa katika watu waliokuwa wakimsabih Allah hapa duniani, kama angekuwa si katika watu waliokuwa wakimkumbuka Allah, laiti kabla ya kukumbwa na shida hii angekuwa si mtu mwema anayetutambua na kututumikia,
tungemwacha akae ndani ya tumbo hili mpaka siku ya ufufuo, yaani angefia humu. Si unaona sasa, ukiwa na shida unatakiwa uwe katika hali gani ili na Allah akukumbuke katika shida. Alipolia humu ndani ya tumbo la samaki, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anasema kule mbinguni malaika walishtuka, wakasema hii sauti hii maarufun, ni sauti inayofahamika hii, lakini mbona fi ardhi ghurba, inatokea katika ardhi ambayo ni ngeni kabisa. Hii sauti si hatujazoea kuisikia huku inakotokea, atakuwa ni yeye kweli? Haraka sana malaika wakaja wahakikishe ni yeye si yeye, na wamekuja si kwa idhini yao, wamekuja baada ya kutumwa na Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndio Allah anasema ndani ya sura nyingine, laula an tadarakahu ni'matun min rabbi. Kwa hivyo Allah alimpelekea neema zake kwa kuwatuma malaika wakamgadi kule alipokuwa, wakamlinda. Kwa nini lakini alitokea yote haya ya kulindwa na kuhifadhiwa ndani ya tumbo la samaki kwa masaa 72? Yunus alikaa siku 3 ndani ya tumbo hili la samaki, siku 3. Samaki kiumbe chenye joto la kutisha ndani ya tumbo, alitoka bila hata ya mchirizi, mchubuko hana. Kwa nini? Kwa sababu alifikiwa na neema za Allah kwa kulindwa na akaokolewa. Aliokolewa si kwa sababu alilia kwa Allah, bali hichi kilio chake kwa Allah kilikuja kusikilizwa kwa sababu kumbukumbu ilikuwa ni kwamba kabla ya kufikwa na shida huyu alikuwa ni mwema. Ndio maana aliposema la ilaha illa anta, na shahadia ya kwamba hapana mola isipokuwa wewe Allah, subhanak, umetakasika wewe Allah, inni kuntu minadh-dhalimin, hakika mimi kwa kitendo hichi cha kukimbia nilikuwa nimefanya dhulma. Yazingatie haya maneno, la ilaha illa anta, ni shahada hii. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Yunus akiwa ndani ya tumbo katoa shahada, kisha akamwomba Allah kwa kukiri kwamba mimi nilikuwa ni mwenye kuidhulumu nafsi yangu, nimefanya dhulma, nakimbiaje mimi baada ya kupewa jukumu na wewe? Kakiri kosa. Laula annahu kana minal musabbihina la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Huku mwanzo huku alikuwa na hali nzuri. Ilete picha sasa. Mbele ilikuja miaka, mtume akamtuma, Allah akamtuma mtume mwingine, ambaye mtume huyu ndio mtume ametajwa zaidi ndani ya kitabu chetu cha Qur'ani, utafikiri ni cha kwake yeye. Kitabu cha Nabiullahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nabiullahi Musa ametajwa almost kila juzuu, ametajwa mara kadhaa. Mwenye kitabu chake katajwa mara 4 au 5. Kuna hadithi moja mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea alivyopelekwa Mi'raj kule mbinguni, alioneshwa kila nabii na hali yake, akaoneshwa nyumati za manabii. Huyu nabii umati wake huu, huyu hapa umati wake huyu, huyu umati wake huu. Akaoneshwa umma wa Nabiullahi Musa. Anasema idhrufi ali sawadun adhim, nilioneshwa kundi kubwa la watu, fadhanantu annahum ummati, walivyokuwa wengi na mimi ndo nishaambiwa nitakuwa na umati mkubwa, nikadhania huu ndo umati wangu, umati wa Nabii Musa. Yaani yeye ndio nabii nambari 2 kwa kuwa na umati mkubwa baada ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Nabii Musa alipelekwa
kuwalingania au kuwakomboa wana wa Israeli kutoka kwenye makucha ya Firauni, na historia yake tunaijua. Alipokuja tu anasema mimi ni nabii, Firauni anamwambia we, alam nurabbika fina walida, we ndo unaijita nabii mbele yangu? We si umekulia hapa, tumekulea ukiwa mdogo wewe hapa. Walabista fina min umrika sinin, umeishi miaka hapa na sisi ndo tumekukuza wewe. Wafaalta faalatka allati faalta, umefanya vijikosakosa vyako na vitendotendo vya ovyo. Wanasema siku moja Musa akiwa mdogo alimvuta Firauni kwa nguvu kwenye ndevu, mpaka Firauni akawa na hasira, akataka kumuua. Tangia hapo Firauni alikuwa hataki watoto wa kiume. Kamweka yule mtoto wa kiume kwenye nyumba yake baada ya maamuzi ya Allah na kadari yake, na kuraiwa tu na mkewe, usimuue, la taktuluhu asa an yanfa'ana au natakhidhahu walada. Huyu usimuue bwana, anaweza akaja kuwa na manufaa na sisi, au tukamgeuza akawa ni mwanetu, mtoto wetu. Kwa hivyo usimuue. Kwa hivyo amekuwa mle, mwenye nyumba mwenyewe hataki, ni basi tu. Kama hayakupita maamuzi ya Mwenyezi Mungu, Musa angeuliwa. Kafanya kosa, akaokoka. Akaja ukubwani, akafanya kosa lingine. Akiwa anatembea alikuta kundi la watu limekusanyika, akasogea akakuta kuna ugomvi. Mmoja katika wanaogombana ni mtu wa Misri Mqibti, mwingine ni mtu wa Kanaani, ndugu yake Mwisraeli. Musa akaamua kwa kuwasukuma kama anawaachanisha, na Musa alikuwa na nguvu. Alipopeleka mkono wake mmoja ukampopoa yule Mqibti kama ngumi, mtu akaitikia wito wa Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baada ya siku chache ikajulikana kwamba yule Mqibti alikufa kwa kupigwa na Musa. Tena ilijulikana kupitia mdomo wa Mwisraeli ndugu yake yule. Musa alipoona kwamba tayari ishajulikana kwamba yule aliyekufa katika Waqibti aliuliwa na yeye, watu wakawa wameshaanza kuweka plani wamkamate na yeye asimamishiwe hukumu anayostahiki. Alikimbia Musa, akakimbia kutoka Misri kwenda katika mji wa Madian. Sasa anatoka kule anakuja, kishakuwa mtu mkubwa, anamwambia Firaun, mimi ni mtume, an addu ilayya ibadallah, nimekuja kwa kutumwa na Allah kwamba nyinyi Waqibti waacheni hawa waja wa Allah, wanikabidhini mimi, nipeni hawa niende nao. Firauni ndo anashangaa, anasema wewe leo hii umekuwa mtume kivipi? Sema Allah Mungu wangu na Mungu wako amenichagua mimi nije kuwaongoza waja wake. Firauni anashtuka, anamwambia kumbe unaye Mungu mwingine tofauti na mimi? Anambia yupo Mungu aliyeumba mbingu na ardhi na mimi na wewe. Anamwambia Mungu aliyeniumba mimi na wewe, wale waliokuwa kabla na wao nani aliyewaumba? Sema ndio huyo aliyewaumba. Anambia wewe usilete uhuni hapa. La in ittakhadhta ilahan ghairi, iwapo utajifanyia Mungu mwingine tofauti na mimi, kwamba yeye alijiona ni Mungu aliyekamilika. Na wanawachuoni wanakuambia Firauni alichupa mipaka kwa sababu alijipa sifa za uungu ambazo hata Ibilisi shaitani hajawahi kujipa. Firauni alijiita ilahun, Mungu mwabudiwa. Firauni akajiita Rabbu, Mungu mlezi. Firauni akajiita Malik, Mungu mfalme mwenye kumiliki na kuendesha. Sifa zote alijipa za Mungu, hata shaitani hajawahi. Bali shaitani ndani ya Qur'ani kuna pahala anakiri, anamwambia Mwenyezi Mungu, wewe ndio muumba uliyeniumba mimi. Wakati anaambiwa kusujudu anagoma,
aliulizwa mbona hausujudu na mimi nimekuamrisha? Akasema siwezi kusujudia kiumbe ambacho mimi ninakiona ni duni. Umekiumba kwa udongo na mimi umeniumba. Unaona, akakiri hata shaitani kwamba yeye ni kiumbe pia, kaumbwa. Lakini Firauni alichupa mipaka, hakutaka kujiweka kama mja, alitaka kujiweka kama Mungu mwingine baina ya binadamu wenzake. Sasa ilipofika zama kwamba huu ndo mwisho, enough is enough, mnasema, Mwenyezi Mungu alimwambia Musa wachukue wana wa Israeli, wadrib lahum tariqan fil bahri yabasa, kata nao njia ya kuelekea upande wa baharini, nenda elekea upande wa baharini. Wamekuja mpaka wanafika baharini, Allah anamwambia Musa, piga fimbo hapa. Akapiga fimbo. Katika surati Shuara Allah anasema famfalaqa baharika adhim, kikawa kila kipande kilichopasuka kimesimama, utafikiria ni mlima uliokuwa mkubwa, ukuta umesimama kama huko na huku, katikati njia imetokea. Musa akapita na watu wake, fa atba'ahum Firaun. Allah anasimulia Firauni akawafuata kwa dhulma tu na uadui aliokuwa nao, akawafuata na yeye akaingia katika ile sehemu ya bahari iliyopasuka. Wana wa Israeli walikuwa mbele, Firauni anakuja nyuma. Kwa hivyo mtu wa mwisho katika wana wa Israeli kutoka na mtu wa mwisho upande wa Firauni na yeye anaingia, wanajikuta wako katikati, wanataka na wenyewe wakatoke. Allah akaamrisha bahari ijichanganye. Bahari ikajichanganya, maji yakarudi kama yalivyokuwa, njia ikaziba. Firauni sasa anaona hapa safari imekwisha. Sikia Firauni alivyosema. Firauni alilia kwa Allah akasema, hivi sasa ninashuhudia ya kwamba hapana Mola anayefaa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yule Mola alioaminiwa na wana wa Israeli, na mimi ni katika Waislamu. Anashuhudia la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil, ile aliyoisema Yunus, la ilaha illa anta, na yeye anasema la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil, ndo yule Allah aloaminiwa na wana wa Israeli. Lakini hii ya mwanzo ilikubalika hii na Yunus akaokoka, ya pili imekataliwa. Si kwamba ilikuwa mbaya, kauli hii haikuwa mbaya, ilikuwa ni shahada, bali mwisho wa kauli yake anamalizia anasema wa ana minal muslimin, na shahadia ya kwamba na mimi ni katika Waislamu. Majibu pale pale yalimjia yakamwambia, alana ndo naamini sasa hivi ndo unataka kujifanya Muislamu? Waqad aswaita min qabl, wakati huku nyuma wewe ulikuwa ni aswi, unaishi katika machafu, wewe huku ulikuwa ni mpinzani kafiri. Hivi sasa ndo unamlilia Allah na kwamba maneno mawili yote yalomtakasa mmoja anayefaa kutakaswa ambaye ni Allah, lakini historia mbili tofauti zikaleta hukumu mbili tofauti. Nimeamua kuyazungumza haya ili itupatie picha kwamba maadamu tunalia kwamba shida hazituondoki, licha ya kuhisi kwamba tunamwabudu Allah, tunajipinda katika kumlilia wakati wa shida, tunatakiwa kujipima kabla shida hazijatukuta, tulikuwa kwenye hali gani? Tunatakiwa kujipima kwamba wakati Allah alituweka katika neema, tulizikabili vipi neema zake. Hatujawa sisi miongoni mwa watu ambao wakiwa na afya wanafanya dhulma katika ardhi. Ukiwa na afya we ni mlevi safi sana, mvuta bangi, mvuta sigara,
mpaka uumwe, dokta akwambia ukishika pombe umekwenda, ndo unaacha. Wewe unadhani umeiacha kwa kumwogopa Allah? Unataka Allah akuponye ugonjwa huu hatari, kisa sasa hivi haulewi, wakati kilichokuachisha pombe si hofu ya Allah, la, ni kauli ya dokta kwamba ukigusa chupa lingine ini linakwisha kabisa, unakufa. Wewe ukiwa na utajiri na neema ya kipato, hali yako ndo inakuwa vile unavyokuaga ukiwa hauna kipato. Sio sisi ambao ukiwa na neema utamaliza mitaa hata usijue msikiti uko wapi ili uswali. Sio sisi, sio hali yetu hiyo. Kuna watu, na Allah atukinge, kuna watu hata funga hatufungi swaumu Ramadhani hii na zilizopita hatufungi kwa madai kwamba na kama hii ya mwaka huu hii ili 10 la mwisho hili sijui kama hali hii ya hewa ingeanza tangu mwanzo wa Ramadhani hali ingekuwaje. Kuna watu tuna visingizio vya maradhi ambavyo havijawahi kuthibitishwa hospitalini, ni vile tunajiendekeza, tumejiweka katika mazingira ya kwamba hatuwezi kufunga kwa kisingizio hichi. Lakini kuna ambao tumevuka hata level hiyo kwa jeuri na kiburi, hatufungi, alafu mtu unawaambia wenzako mimi funga sifungi, na uswahili wenu tuone mtanifanya nini. Si tuko hivyo? Kisha sisi hawa ukienda hospitali kwa daktari ukaambiwa kwa hali yako ya kiafya ilivyo unatakiwa ukae masaa kama 16 bila kula, unaweza ukakaa masaa 24 kabisa. Hatuko hivyo kwamba tunawasikia madaktari kumshinda Mwenyezi Mungu. Sisi tukienda mbele ya dokta akatuambia una kisukari level kadhaa, unajiharamishia sukari ambayo ni halali, chumvi ambayo ni halali, mafuta ambayo ni halali, sijui vyakula vya wanga kama mchele, ugali, chapati, mikate hauli tena. Na mtu akikuletea chakula hichi unatamani umkamate umchane. Wewe una roho mbaya sana wewe. Unahitaji chakula chenye chumvi na unajua mimi mgonjwa, unataka kuniua, unafoka. Lakini Mwenyezi Mungu alikataza kitu ambacho yeye mwenyewe kakisifu ni kibaya na haujaacha. Hauko hivyo? Unataka ukiwa kwenye shida hii ya maradhi Allah akukumbuke, wakati kwenye afya wewe haukumkumbuka. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akatuambia jipendekeze kwa Allah ukiwa ndani ya neema, yeye pia atakukumbuka unapokuwa katika shida. Kwa hivyo ipime nafsi yako ndugu yangu katika imani, ukiwa ndani ya neema nafsi yako inakuwa katika hali gani kwa wewe na Allah, kisha usubirie siku ukipatwa na shida utamuona Allah na yeye atakuwa kwenye hali gani kwako. Na waliosema kwamba anayetaka kuijua hali ambayo Allah atakuwa nayo kwake, angalie yeye mwenyewe huwa ana hali gani baina yake yeye na Allah. Ukitaka kujua kwamba mimi nikifa nitakwenda wapi, Allah ataniweka wapi, angalia kwanza hivi ulivyo hai wewe, Allah umemweka wapi? Yupo wapi Allah ndani ya mioyo yetu? Kajaa tumemshiba, au yupo mikononi kadunia kakitikisika kidogo, tunamweka kwanza pembeni tufiksi mambo yetu, ndio tutakuja kumkumbuka. Ukiweza kupima, na Allah anasema balil insanu ala nafsihi basira, ukiweza kuipima nafsi yako na we mwenyewe unaijua nafsi yako ilivyo, itakuwa vyepesi kwako namna ya kuyamudu na kuyaendesha mambo. Na kuombeni radhi, nilipewa dakika 20, nishaongea saa nzima. Huu ndio ukiroroma huu sasa. Al Huda, mwongozo wa jamii.